kwanza. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa kuwa Mungu amefanya Rose akarudisha hii title ya Patrick. Ninaiweka mikononi mwako, ukaitakase ninapoenda kupatia mwenyewe. Ninakuomba ukatende makuu kwa hii title na kazi yake. Kwa jina la Yesu nimeomba na kushukuru. Amen. Hello, what's up my good people? Hope you're doing good and welcome back to my YouTube channel. Make sure you have subscribed to my YouTube channel and also turn on notification. Anytime na post video unaweza kupata video. Ni notification unaenda unawatch. So, vile mnaona, niko na Nabii Rose, niko na Rose na also Mr. Patrick. Na niliwaambia ni lazima tutatue hii issue na Patrick apate kila kitu yake na akue a happy man. So Nabii Rose ametuita hapa. I think akona something for us and najua ni kitu poa. Hello Nabii Rose. Niko salama. Hello Rose. Hello. Hello Patrick. Hello, I'm okay. I know watu wako poa na I believe at the end of this one Mr. Patrick will be a happy man. And so acha nipe Nabii Rose atueleze kwa sababu ni yeye ana own this one. Ni yeye ametuita hapa na ni yeye anataka kutuambia kila kitu. Atueleze tuweze kuelewa. So guys, acha nimpe time. Okay, mimi nimewaita hapa nikiwa na nia jinsi tunavyohitaji vile nguvu za Mungu zinasema. Nimetembea na Patrick kwa sehemu na sehemu tukifuatilia mambo yake, na yote haya ninayaona yakija salama na yanaenda kuisha vizuri. Kwa hivyo Patrick, usiwe na shida, vitu zako itakuja moja kwa ingine kulingana na mapenzi ya Mungu. Vile Mungu atakavyosema hivyo ndio nitakavyowaelekeza, ili uweze kupata vitu zako zote, ili uweze kuwa na furaha. Usiwe ulienda kutafuta ukatafuta bure na havicha kusaidia. Kwa hivyo vitu zote Mungu anataka ukijitolea. Hata Biblia inasema ukijitolea kufanya kazi kwa nguvu, na atakupa nafasi ukule jaso ya nguvu zako. Mr. Patrick, najua leo, by the way, are you feeling, najua okay, maybe you're not sure if leo itakuwa siku poa, maybe tena leo utatoka na stress, but I believe, naamini Nabii Rose, na kenye tu nitakwambia, Nabii Rose anasaidia anyone, na kama uko pale popote pale, Nabii Rose is here for you, na muamini kabisa ni mtu amesaidia wengi. Na Mr. Patrick, just believe, I know today you will be a happy man. So Nabii Rose, I know you ulituita hapa, na utueleze tu kidogo mbona tuko hapa na vile tunaona Rose ako hapa na Patrick mwenyewe ako hapa. So go on. Okay, tuko hapa, mambo yote mutayaona jinsi Mungu atakavyo yaelekeza. Nguvu za Mungu, mimi nimefanya kazi nje kila mahali. Yeyote napata anayo nyanyaswa, Biblia inasema usiwahi nyanyasa mtu, maana kila mtu ni wa Mungu mahali hapa. Kwa hivyo tunahitaji kila mtu aweze kufanya kazi yake mwenyewe. Mwenye amekusa kitu ya mtu ni vyema aweze kuregeza, na mwenyewe aweze kuona furaha yake. Kile kilichompeleka nje aone matunda yake aliyotafuta pale nje. Kwa hivyo Mungu anahitaji vitu vyote viwekwe kwa pamoja, na Patrick atakuwa na furaha, mambo yake yote ikienda salama. Na nikiwa hapa, Yesu akiwa pamoja nasi, mambo yote itaenda salama. Hakuna jambo linakuwa ngumu kwa Mungu. Mambo yote yataenda sawa, na Patrick atakuwa na furaha, atakuwa happy man kwa vitu zake zote zikionekana zimerudishwa. Amen. Vile niona mahali hapa, nimeita Rose mke wa Patrick ili aje hapa atueleze
vitu ya Patrick iliendaje, iko wapi. Kuna ile pale Patrick alikuwa aliwawacha, amerudi amepata hawako. Sasa kuanzia sasa tunahitaji kupatia Rose nafasi atueleze kinaga ubaga. Nimeita Rose hapa, ninajua kuna kitu ameleta kenye tulikuwa tunahitaji alete. Kunayo title ya ile samba ya Patrick, nilikuwa nimemwambia kulingana na vile Mungu ananielekeza mambo haya yote, nikamwambia ache na title hiyo ya Patrick. Kwa hivyo Rose, ninahitaji kuona hiyo title ikiwa umeilete. Title gani hiyo? Kuna title ya samba ya Patrick ile uliyeuza. Title ndo mnataka? Ndio. Patrick title ndo unataka tu? Yes. Hiyo ndo tunataka. Kwa sasa we want the title. Hata ujui kuiweka makaratasi. Usiniletee Patrick. Usinitafute. Sasa unabeba aje vitu hivyo? Just carrying them in a daddy envelope. Hapana. Ni title. Okay. Patrick Nyongesa, hii ni title yako. Imerudi. Nimeiona Patrick. Title yako ndio hii. Wacha niombee kwanza, kwa kuwa mahali alikuwa ameiweka na mahali. Unajua wasichana wa sasa ndiposa uuse hii samba. Uende kununua ingine, hatuwezi kujua uliipeleka wapi, ulitembea nayo na mikono ni mingapi iligusa. So wacha niombee kwanza. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa kuwa Mungu amefanya Rose akarudisha hii title ya Patrick. Ninaiweka mikononi mwako, ukaitakase ninapoenda kupatia mwenyewe. Ninakuomba ukatende makuu kwa hii title na kazi yake. Kwa jina la Yesu nimeomba na kushukuru. Amen. Patrick, title yako ndio hii. Ndio hii. Okay, nimeshukuru sana. I'm very thankful for this title. Although the keeping condition is very bad. Sijui anawekaje. You know title is very expensive. Umerudisha title lakini ulikuwa umeisave, ni kusave ama ulikuwa umeweka chini? Ulikuwa umeweka chini ya kitanda jamani. Anyway, it's okay. Bora kuna title deed and na umeipata. Hizo zingine you can go and do it. Ujiweke vizuri. Unajua pia wakati mtu kitu si yake, kuna venye miss nini. Anyway, Rose siongee vibaya but naongea tu reality. Kabisa. Sasa ni asante kwa kurudisha hii title. Tunashukuru Mungu. Rose, hii 20 milioni Patrick alikuwa anakutumia iko wapi? Maana mimi ninaiona na ninajua kile iliyofanya, lakini kwangu mimi sio vyema nianze kukuelezea iko hapa iko hapa. Unaiona si useme. Hapa ndio unaniuliza. Si unaona? Sio mimi niliyoifanyia. Mimi ni mtumishi wa Mungu. Ni Mungu anayonielekeza mahali uliiweka. Sema mwenyewe maana wewe uko hapa. Yes, because I was sending this money to the 20 million. You brought me the title, I'm thankful. Explain the 20 million, then it's good to go. Tunataka tu explain. Venye una claim ulikuwa unanipenda kila saa. Explain the 20 million, explain the 20 million. Unabo na hiyo statement. Lakini vizuri tujue tu kama vile nabii anasema. Sina mambo mengine. Ukiexplain vizuri, mimi nimetembea na nabii, tumeenda mahali viwango na viwango. And I'm very remorseful that I know things are going to work out. I don't explain, what will you do? Okay. Sawa na Rose, mimi niko hapa. Sawa. Yes. Nilifungua biashara kubwa. Kuna BNB nimeka Westlands na hapa Hill na boutique kadhaa. Alafu kuna 2 million nilipea mamako. My mom.
2 million. Okay. Now I'm getting to And your brother pia ye kuna biashara nilimfungulia. Kuna shamba tu fulani sijui lakini alinitisha brother kwa nilimpea kitu kaa 1 point kitu. So this money has been circulating in all my family. It's not that you've been using it alone. But is this business giving you something? Is it bringing something back? It is. Sasa na mbona Rose umetupitisha, mbona ukutueleza na umekuwaje hivyo open kutuambia right now, ama ni sababu umeogopa tena utapanishiwa na nabii? Nabii unaona amekuogopa kabisa. Hiyo nilikuwa tayari. Uliona alikuwa ameanza kiburi ya kusema nisiporudisha mtafanya. Anajua atapata adabu ile yenye itamuridi kwa kusema kila kitu. Just a little bit. How much does that NBNB give you? And the saloon you are saying, the boutique that you are saying, yes, you made my money. How much does it give you monthly? Enough money to sustain myself. Okay. Usuri ni ule kwamba Patrick, ukiangalia mahali tulipoanzia, angalia vile nguvu za Bwana zinatembea. Kila kitu tunapata tukienda. So that also belongs to me. The BNBs are my property. Ni sawa. Ukiona 1, 2, 3 imepatikana, chua yote itarudi na utafurahia roho. Hii yote ni yako. So then how are we going to handle my mom? Because he says we also gave my mom 2 million. My brother, I've been sustaining my brother. I opened him the businesses. I made sure he built his house. You see, he also bought another land from my money. That is what she's claiming. Nabii, how do we handle that going forward? Hayo yote Mungu atakupa nguvu zaidi. Kwa Mungu atufuati ile kitu kimepita. Rose, umesema ulipatia mama yake 2 million. Mimi ninajua kila pesa mahali iliingia na ulipatia nani na ukupatia nani. Lakini wacha niite mama yake naye ajisemee kutoka kwa kinywa chake, kila mtu ajue ukweli. Before that, whatever she's saying that she built with my money belongs to me. I'm not going to lie down and see her tell me she's being sustained. Enough money to sustain her. I only need my money back. If my 20 million is back with the title, I'll be okay. Hizo miaka zote nimekaa na wewe nilikuwa. I don't want to know that because you misbehaved. You misbehaved totally. You never came to the airport. You don't want to cooperate until Nabii intervened. Or Nabii, I'm lying. Unasema ukweli, ndio maana nimesema wacha niite mama yako, hata kama alipewa yeye ni mama yako, lakini wacha akuje atuambie ni ukweli alipewa, aambie watu. Then it's okay. Hapa open Mommy ili. should come. This thing should just be concluded in the right way. So by the way, Rose, vile umeturudishia, hata nirudi kwa Rachel. Umesikiaje vile umerudisha kichwa wenyewe? Na ulikuwa umeikwame. By the way, it is funny how umeirudisha. Hata tunashukuru Mungu na tunashukuru Nabii. Wewe umesikiaje umerudisha hii? Muulize yeye anasikiaje, si amepata vitu zake. Akona kiburi. I think the discipline that she received from Nabii is what made this to come. And I'm thanking Nabii and God for Sasa nasikia vibaji. Yeah, she's not Timerudi. well. Nabii kila kitu by the way na kuaminia na najua kila kitu itago as vile Mungu amepanga, na pia Mungu unajua anasikiza maombi. Yeah, Patrick, usijali, Nabii will atakusaidia kila kitu irudi. Kuna kitu kingine? Hakuna kitu kingine, lakini sasa lazima vitu za Patrick zote zirudi kwa sababu ni wewe unahusika kwa hizo vitu za Patrick. Ni wewe ulikuwa unatumiwa pesa. What else do you want me to explain? Nabii, she cannot just claim she gave mommy 2 million and she says na ni yeye ulikuwa unamtumia. Kwani nilimezemeza hizo pesa zote? Wewe kaa hapa, kuna vitu bado unajua kuna kitu umefunga kwa roho. Rose, kuja hapa, unahitaji adabu tena, unahitaji adabu nyingine tena. Endelea. Uko hapa, kuna kitu umejifichia kwa roho, umekifunga. Mimi ninajua,
na sitasema, ni wewe mwenyewe utasema hapa mbele kwa watu. Ninaita mama yake Patrick, aje atuelezee ulimpa hiyo 2 million. Mwite haraka. Na Nabii huyu ako na kiburi, lakini it's okay guys. So guys, stay tuned till next time. Bye.